Okay, brothers and sisters, wadai kwa wadaiwa, wenye nyumba na wenye vyumba, hii ni official countdown ya Amplifier. Millard Ayo ndo huyo mimi, Millard Ayo, MILLARDAYO, na hapa ni Mjengoni Clouds FM. Haujakosea na haujapotea, tunasimama na wewe kwa wivu mkubwa mpaka 12 jioni, na unajuaga jua linazamaga na Amplifier. Tukae kama watu kabla ya jahazi, au sio? Right now ni time ya page namba 2. Kutoka kwa malighafi shambani mpaka kukufikia nyumbani. Huu ni unga wa ngano uhakika wa Azania. Upate katika aina tofauti kama vile HBF, PPF na hata Mark 1. Ni mida ya page namba 2 sasa hivi kwenye countdown ya Amplifier, na hii page namba 2 leo inatokea Shinyanga. Ndugu anatuhumiwa kwenda kufanya wizi nyumbani kwa ndugu yao, na baada ya kugundua kwamba kuna watoto wawili wa ndugu yake wamemuona, ikabidi afanye kuwaondoa uhai hao watoto kwa sababu anataka kuficha ushahidi, lakini kumbe ndo amezidi kuharibu kabisa. Kichwa cha habari kinasema waua watoto wawili kufuta ushahidi baada ya kugundua watoto hao waliwaona wakati wanaiba magunia ya mpunga ndani ya nyumba yao. Vijana wawili wa familia moja, wakazi wa kitongoji cha Bulima, kata ya Itilima, wilayani Kishapu, mkoani Shinyanga, wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 12 na miaka 16, wameuawa na mtu anayetajwa kuwa ni ndugu yao kwa lengo la kuficha ushahidi baada ya kuiba magunia 15 ya mpunga yaliyokuwa yamehifadhiwa ndani ya nyumba yao. Mtu huyo aliyetekeleza mauaji hayo naye ameuawa na watu wenye hasira kali. Jeshi la polisi Shinyanga limesema uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. Amplifier inao ndugu wa watoto hao waliouawa. Mimi kama kaka yao nimehuzunika sana na tukio hilo, kwa sababu wale vijana hawakuwa na hatia yoyote, waishakimbia nyumba kama unavyoona sasa hivi. Kwa hiyo tuna mpango wa kwamba tunalichanganua vipi kuhusu hili tukio. Yaani tumesikitika sana kwa sababu vile vijana walikuwa tunaishi nao vizuri, lakini tukasikia yani kama taarifa hiyo ya kusikitisha kwamba wale vijana wameshauliwa. Tulisikitika sana. Tulienda pale ndo tukakuta lile tukio tayari vijana wale wameshakufa. Ina maana yakachukuliwa majunia 15 ya mpunga. Tumepata tukio la kuua watoto wawili. Kwa jina mwingine anaitwa Nestori Henry, ambaye ni mtoto anasoma darasa la kidato cha pili. Mwingine anaitwa Mashigina Juma, ambaye hasomi. Watoto hao wameuawa majira ya saa 6 usiku. Familia hii wale watoto walikuwa wanaishi na bibi yao, na bibi yao afya yake sio nzuri, amechukua na binti yake. Kwa hiyo hali ya nyumba hii hakuna mtu aliyesalia tena. Kama mnavyoona waandishi wa habari, mpaka sasa hivi hali ya hapa watu I say baya sana. Hii inanikumbusha kwenye maandiko, kwenye vitabu hivi. Kuna ile story ni Abili na Kaili, kama sijachanganya majina. Mmoja alimuonea wivu mwenzake akitoa sadaka kwa Mungu anampa. So alivyoona hivi ile akamuua, kumbe akaipandikiza dhambi juu ya dhambi. So alichokifanya kafanya dhambi ya wizi, au kafanya kosa la wizi. Alakatoka hapo akaona kwa sababu nimeonekana, ngoja niue kabisa. Yani kama ni shetani basi alikuwa anatembea naye sana. Afu wenyewe hata sio vijana, ni watoto. Mmoja ya miaka 12, mwingine ya miaka 16. Yani unajaribu kupata picha mazingira gani aliwachukuaje, kwa sababu umetoa na njoo huko. Yani ametekeleza vipi hilo tukio? Fanya tukio baya sana. Angeweza kufanya yote, kuwachapa, kuwakana kwa sababu ni wadogo. Kuwakana tu. Sio kweli. Uamuzi mgumu sana. Sasa wewe ungekuwa kuna video inaonyesha anaiba, au mwenye video angefanywa nini? I say rest in peace. Rest in peace bwana kwa watoto miaka 12 na miaka 15. Miaka 12 na miaka 16. Magunia yaliyoibiwa ni 15 ya mpunga. Du. Hiyo ni hesabu ya Amplifier kwenye page namba 2.